Namba 1. Rosemary Kennedy. Rosemary alikuwa dada wa rais wa John F. Kennedy na binti mkubwa katika familia yao. Wakati wa kuzaliwa kwake, aliaminika kukumbwa na tatizo la upungufu wa hewa. Hili lilimfanya kushindwa kufikia hatua za ukuaji kama ilivyo kwa watoto wengine wa umri wake. Familia yake ilimpeleka kwenye shule za watu wenye ulemavu wa kiakili na kuhakikisha kuwa anapata muda wa uangalizi wa ziada. Alipofika miaka yake 20, Rosemary alianza kupata mabadiliko makali ya hisia pamoja na kupatwa na degedege. Jambo hili lilifanya ugonjwa wake wa akili kuwa mgumu zaidi kufichika. Baba yake ambaye ni Joseph Kennedy Sr. aliamua kumfanyia njia mpya ya upasuaji wa majaribio iliyojulikana kama lobotomy, na alifanya hivyo bila kuwajulisha wanafamilia wengine mpaka upasuaji huo ulipokwisha kufanyika. Alikuwa na nia njema tu ya kumsaidia binti yake, lakini matokeo yalikuja kuwa mabaya, kwani mambo hayakwenda vizuri. Upasuaji huo ulifanyika vibaya, ukamwacha Rosemary akiwa na uwezo wa kiakili sawa na mtoto wa miaka 2, na ukumbuke yeye alikuwa katika miaka yake 20. Si hivyo tu, akakosa uwezo wa kutembea na kuzungumza. Kutokana na hili, alitumia maisha yake yote yaliyobaki akihudumiwa katika taasisi binafsi, akiwa amefichwa, kwa kuwa familia yake iliamini kwamba watu wakijua kuwa kuna mwanafamilia wa Kennedy ambaye ana ugonjwa wa akili, ingeathiri sana malengo yao ya kisiasa, kwani watu wangedai kwamba familia hiyo ina asili ya ugonjwa wa kichaa, hivyo hawafai kuweza kushika nafasi kubwa za uongozi katika nchi. Namba 2. Joe Kennedy Jr. Huyu alikuwa mtoto wa kwanza wa kiume katika familia ya kina Kennedy. Joe Jr. alikuwa mtu mwenye mafanikio makubwa sana. Baba yake alikuwa na matumaini kwamba siku moja Joe angekuwa rais wa Marekani, na tayari alikuwa ameanza safari yake ya kisiasa wakati Marekani inaingia katika vita ya pili ya dunia. Aliandikishwa katika jeshi la hifadhi ya wanamaji la Marekani la US Navy Reserve mnamo Juni mwaka 1941 na akapewa mafunzo ya kuwa rubani wa ndege za kivita kabla ya kutumwa Uingereza. Baada ya kukamilisha misheni 25 za kivita, alijitolea katika majukumu yaliyofahamika kama Operation Aphrodite na Operation Anvil. Katika mojawapo ya misheni hizo, mnamo Agosti mwaka 1944, bomu lililokuwa limebebwa kwenye ndege yake lililipuka kabla ya wakati wake wakiwa angani na kumuua Joe pamoja na rubani mwenza papo hapo. Joe Kennedy Jr. alikuwa na umri wa miaka 29 tu alipopoteza uhai. Namba 3. Kathleen Kennedy. Kathleen pia anaingia katika orodha hii kutokana na yaliyomfika mwaka 1948. Mrembo huyu alipewa jina la utani la Kick kutokana na uchangamfu wake. Wakati fulani mwaka 1948 alipanga safari ya kumtembelea baba yake aliyekuwa jijini Paris nchini Ufaransa ili kumshawishi kuwa mchumba wake mpya aliyeitwa Lord Fitzwilliam, ambaye alikuwa na muda mfupi tu tangu atalakiane na mke wake, alikuwa chaguo sahihi kwake. Baada ya kuonana na baba yake na kumaliza kikao chao, Kathleen na Fitzwilliam walianza safari wakiwa na ndege binafsi kutoka Paris kuelekea Riviera. Wakiwa njiani, walikumbwa na dhoruba iliyosababisha mtikisiko mkali wa ndege. Ghafla ndege ikaanza kubadilisha uelekeo na kuelekea chini, na ndani ya sekunde kadhaa ilianguka chini kabisa. Watu wote 4 waliokuwepo ndani ya ndege hiyo walifariki papo hapo. Baba yake Kathleen ndiye mtu pekee mwanachama wa familia ya Kennedy aliyeshiriki katika mazishi hayo. Namba 4. John F. Kennedy. Hapa sihitaji kujieleza sana, kwani ni moja kati ya matukio maarufu zaidi kuhusiana na mauaji ya marais ulimwenguni. Mnamo tarehe 22 Novemba mwaka 1963, JF Kennedy alipigwa risasi na kuuawa mjini Texas akiwa na umri wa miaka 46 tu, huku akiwa ametumikia siku 1036 madarakani, ikiwa ni chini ya miaka 3. Tofauti na vifo vya watu wengine katika familia hiyo, kifo cha JF Kennedy kilitikisa ulimwengu mzima, kwani tayari alikuwa kesha kuwa rais wa Marekani. Ni kifo hiki ndicho kilichofanya ulimwengu kuanza kuweka umakini katika mtiririko wa matukio ya vifo vya watu kutoka familia hii. Katika moja ya matukio ya kuhuzunisha zaidi ni wakati wa mazishi ya JF Kennedy, ambapo mtoto wake mdogo aliyeitwa JFK Jr. alipiga saluti, ishara ya kuagana na kuheshimu mwili wa baba yake. Watu wengi waliguswa na tukio hili lililoonyesha kuwa familia hii ilikuwa na kipawa cha aina yake, lakini hata mtoto huyu pia kifo chake hakikuwa cha kawaida. Muuaji wa JF Kennedy aliyeitwa Lee Harvey Oswald
naye aliuawa kabla hajaulizwa maswali kikamilifu au kufikishwa mahakamani. Jambo hili lilichochea kuibuka kwa nadharia nyingi kuhusiana na mauaji haya. Uchunguzi maalum uliojulikana kama tume ya Warren haukupata ushahidi wowote kuhusu sababu ya mauaji ya JFK. Mpaka hii leo, tukio hili limezungukwa na sintofahamu. Namba 5. Robert F. Kennedy. Robert alikuwa mwanachama mashuhuri wa chama cha Democratic. Aliwahi kuwa mwanasheria mkuu wa Marekani kati ya mwaka 1961 mpaka mwaka 1964 na baadaye akawa seneta wa New York. Huyu alikuwa ni mdogo wa Rais JFK na ni mtu aliyekuwa karibu sana katika masuala ya uongozi na kifamilia. Ukaribu wao na vifo vyao vilivyofanana umeacha maswali mpaka hii leo. Mwaka 1968, ikiwa imepita miaka 5 tu tangu kaka yake JFK auawe, Robert alikuwa mgombea anayeongoza katika kinyang'anyiro cha uteuzi wa mgombea urais katika chama cha Democratic, akifuata nyayo za kaka yake. Muda mfupi baada ya kushinda katika kura ya mchujo katika jimbo la California, mnamo tarehe 5 Juni mwaka 1968, Robert alipigwa risasi na mtu aliyeitwa Sirhan Sirhan, kijana Mpalestina anayedai kutenda hivyo kama kisasi kutokana na msimamo wa Robert kuwa upande wa Israeli wakati wa vita ya siku 6 ya mwaka 1967 kati ya Israeli na Palestina. Mauaji hayo yalisababisha kubadilishwa kwa mamlaka ya Secret Service ili waweze kuwalinda na wagombea uraisi. Namba 6. David Kennedy. Huyu alikuwa ni mtoto wa 4 wa Robert F. Kennedy na mkewe Ethel Skakel. David aliwahi kunusurika kufa maji akiwa mtoto mdogo, lakini akaokolewa na baba yake Robert. Lakini siku moja tu baada ya tukio hili lililokaribia kumgharimu maisha yake, David alishuhudia mauaji ya baba yake, yani Robert, mubashara kupitia televisheni. Kennedy alianza kutumia dawa za kulevya kwa ajili ya kujifariji kutokana na mshtuko aliopata kwa kushuhudia kifo cha baba yake. Licha ya safari nyingi za kwenda kwenye vituo vya tiba ya kuachana na dawa za kulevya, David hakuwahi kuacha uraibu wake. David alipatikana amekufa mnamo Aprili mwaka 1984 baada ya kutumia kupita kiasi mchanganyiko wa kokaini na dawa alizoandikiwa na madaktari, na huo ndio ukawa mwisho wake. Namba 7. JFK Jr. JFK Jr. ni mtoto wa Rais John F. Kennedy na alizaliwa wiki 2 tu baada ya baba yake JFK kuchaguliwa kuwa rais wa Marekani. Mtoto huyo alikuwa maarufu tangu akiwa tumboni mwa mama yake. Baada ya kuzaliwa tu, maisha yake yaliwavutia Wamarekani wengi, kwani alizaliwa White House ambako kamera zilimmulika muda wote. Kwa bahati mbaya, mtoto huyu alimpoteza baba yake kabla hata hajafikisha miaka 3. Tangu hapo maisha yake yamekuwa kwenye vyombo vya habari, huku wengi wakifuatilia hatua zake kujua lini ataingia katika siasa. Lakini kijana huyu alikuwa tofauti, kwani licha ya kupendwa sana na watu, alionekana kupenda maisha ya kawaida tofauti na kina Kennedy wengine. Hakuwa mbele zaidi katika masuala ya kisiasa, bali alipenda sana kuishi maisha kama mtu wa kawaida. Licha ya kujitenga katika namna hiyo, haikuweza kumsaidia kujitenga na laana inayotafuna familia hiyo. Mwaka 1999, wakati akifanya kazi kama mwanasheria mwenye mafanikio makubwa huko New York, JFK Jr. aliruka na ndege kutoka New Jersey kwenda Massachusetts kupitia Martha's Vineyard ili kuhudhuria harusi ya kifamilia pamoja na mkewe Caroline, wakiwa pamoja na dada wa mkewe. Muda mfupi baada ya kuruka, ndege yao ilitangazwa kupotea baada ya kushindwa kufika walikokuwa wakikwenda kwa wakati, huku kukikosekana mawasiliano kati ya ndege hiyo na kituo cha mawasiliano. Baada ya kutafutwa kwa kina, mabaki na vipande vya ndege hiyo vilipatikana baadaye katika bahari ya Atlantic, na miili yao ilikuja kupatikana siku kadhaa mbele ikiwa imezama kwenye kina cha bahari. Inadaiwa kwamba JFK Jr. alipoteza mwelekeo wakati wa kushuka juu ya maji usiku, jambo lililosababisha ajali hiyo. Niambie kwenye sehemu ya comment, je, unahisi familia hii ina laana au kuna jambo la kawaida? Usisahau kusubscribe channel hii. Mimi naitwa Justin Shedi. Namba 1. Rosemary Kennedy. Rosemary alikuwa dada wa rais wa John F. Kennedy na binti mkubwa katika familia yao. Wakati wa kuzaliwa kwake, aliaminika kukumbwa na tatizo la upungufu wa hewa. Hili lilimfanya kushindwa kufikia hatua za ukuaji kama ilivyo kwa watoto wengine wa umri wake. Familia yake ilimpeleka kwenye shule za watu wenye ulemavu wa kiakili na kuhakikisha kuwa anapata muda wa uangalizi wa ziada. Alipofika miaka yake 20, Rosemary alianza kupata mabadiliko makali ya hisia pamoja na kupatwa na degedege.
Jambo hili lilifanya ugonjwa wake wa akili kuwa mgumu zaidi kufichika. Baba yake ambaye ni Joseph Kennedy Sr. aliamua kumfanyia njia mpya ya upasuaji wa majaribio iliyojulikana kama lobotomy, na alifanya hivyo bila kuwajulisha wanafamilia wengine mpaka upasuaji huo ulipokwisha kufanyika. Alikuwa na nia njema tu ya kumsaidia binti yake, lakini matokeo yalikuja kuwa mabaya, kwani mambo hayakwenda vizuri. Upasuaji huo ulifanyika vibaya, ukamwacha Rosemary akiwa na uwezo wa kiakili sawa na mtoto wa miaka 2, na ukumbuke yeye alikuwa katika miaka yake 20. Si hivyo tu, akakosa uwezo wa kutembea na kuzungumza. Kutokana na hili, alitumia maisha yake yote yaliyobaki akihudumiwa katika taasisi binafsi, akiwa amefichwa, kwa kuwa familia yake iliamini kwamba watu wakijua kuwa kuna mwanafamilia wa Kennedy ambaye ana ugonjwa wa akili, ingeathiri sana malengo yao ya kisiasa, kwani watu wangedai kwamba familia hiyo ina asili ya ugonjwa wa kichaa, hivyo hawafai kuweza kushika nafasi kubwa za uongozi katika nchi. Namba 2. Joe Kennedy Jr. Huyu alikuwa mtoto wa kwanza wa kiume katika familia ya kina Kennedy. Joe Jr. alikuwa mtu mwenye mafanikio makubwa sana. Baba yake alikuwa na matumaini kwamba siku moja Joe angekuwa rais wa Marekani, na tayari alikuwa ameanza safari yake ya kisiasa wakati Marekani inaingia katika vita ya pili ya dunia. Aliandikishwa katika jeshi la hifadhi ya wanamaji la Marekani la US Navy Reserve mnamo Juni mwaka 1941, na akapewa mafunzo ya kuwa rubani wa ndege za kivita kabla ya kutumwa Uingereza. Baada ya kukamilisha misheni 25 za kivita, alijitolea katika majukumu yaliyofahamika kama Operation Aphrodite na Operation Anvil. Katika mojawapo ya misheni hizo, mnamo Agosti mwaka 1944, bomu lililokuwa limebebwa kwenye ndege yake lililipuka kabla ya wakati wake wakiwa angani na kumuua Joe pamoja na rubani mwenza papo hapo. Joe Kennedy Jr. alikuwa na umri wa miaka 29 tu alipopoteza uhai. Namba 3. Kathleen Kennedy. Kathleen pia anaingia katika orodha hii kutokana na yaliyomfika mwaka 1940.